Mimi tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako mtakatifu wa Israeli. Asante kwa ushirika ulioupenda Bwana, uliochagua Bwana kwa neema na rehema zako Bwana. Tunaomba tafadhali Bwana, nenda ukaongee na David, nenda ukaongee na Karo Bwana. Nenda ukaongee mtakatifu wa Israeli na Benjamin, nenda ukaongea hata na wale walioko katika ushirika wa Africa Repent Tanzania Bwana. Wale wote ambao hawajapokea msamaha wa dhambi ndani yao Bwana, nenda ukaongee Bwana, na hata kila aliye katika mitandaoni Bwana, ambaye atapata rehema na neema Bwana kusikia kutoka kwa neno lako mtakatifu wa Israeli Bwana. Mungu jitukuze, Mungu kaonekane. Mungu kamkemee mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo Bwana. Katende Bwana sawa na inavyokupendeza Bwana. Mungu tafadhali tunaomba rehema zako Bwana zikatawale katika mkutano huu Bwana. Mwanadamu asionekane, mwanadamu si kitu Bwana, ila neno lako ni kila kitu Bwana. Mali Bwana, kila nafsi iliyofika Bwana, nenda ukaisukume Bwana katika wokovu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Asante. So kwanza kabisa waweza kuwa wajiuliza kwanza kuhusiana na mavazi. Pengine mbona leo mavazi yamekuwa hivi? Najua kuna mwingine anajiuliza hivyo. So tukiangalia kitabu cha kila kitu kinachofanywa, Mungu anasema tufanye katika maandiko. So tukiangalia kitabu cha Ufunuo, somea tafadhali Ufunuo 1 mstari wa 13. Ufunuo 1:13. Naweza nisomea Ufunuo 1:13. Nasema na katika vile vinara ninaona mtu mfano wa mwanadamu. Ninaona mtu mfano wa mwanadamu. Yohana anaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi lililofika miguuni. Vazi lililofika miguuni. Yesu Kristo alikuwa amevaa vazi lililofika miguuni. Endelea. Na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Na kufungwa mshipi wa dhahabu. Yesu Kristo alikuwa amefunga mshipi wa dhahabu matitini. Hapa mshipi wa dhahabu. Maandiko mengine yanasema kifuani. So hatuna ukoo na Uislamu. Tuna ukoo na mavazi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza soma Ufunuo tena kama haijaisha. Ikiwa imesha ni sawa. Unaweza soma Ufunuo 15 mstari wa 6. Ufunuo 15 na mstari wake ni wa 6. Na wale malaika 7 wenye mapigo 7 wakatoka katika hekalu, wamevikwa mavazi ya kitani safi. Malaika walikuwa wamevikwa mavazi ya kitani safi. Malaika walikuwa wamevikwa mavazi ya kitani safi, white, ya kung'ara. Wamevikwa mavazi ya kitani safi na kung'ara. Wamevikwa mavazi ya kitani safi na kung'ara. Wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Wamefunga vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Yesu Kristo venye anavaa ndio vivyo hivyo hawa malaika pia Mungu anafanya nini? Anawavisha. So usishangae kuhusiana na haya mavazi. Ufikirie pengine tunasukumwa katika mawazo ya Uislamu. Hatuna ukoo na kitu ambacho kinaitwa Muhammad. Hatuna ukoo na kitu ambacho kinaitwa Uislamu. Tuko na ukoo na vyote ambavyo vinatokana na Yesu Kristo. So vile Yesu Kristo alivyo ndani katika utakatifu, katika usafi ndani na pia nje, ndio hivyo Mungu anataka tuwe, na si sheria. So kila mtu yuko tu open katika hilo. So ni mfano tu, mshipi si wa dhahabu, ni mfano tu. Sawa? So acha tuangalie kile ambacho Mungu anakusudia tuangalie Mambo ya Walawi 4. Mambo ya Walawi ni Leviticus. Mambo ya Walawi 4:20 naweza anza 20 na 7. Mambo ya Walawi 4
Anza 27 tafadhali. Mambo ya Walawi 4:27. Na mtu awaye yoyote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia kwa kufanya neno lolote katika hayo ambao Bwana alizuia yasifanywe, naye akapata hatia. Sawa. Mungu anasema mtu yote ambaye ameenda kinyume na neno lake alafu akawa na hatia, mtu akawa na hatia. So ukiona hii hatia, ino hatia ilikuwa inashughulikiwa vipi? Sasa kuna watu wako na hatia hapa ndani ya mioyo yao. Kuna watu wako na hatia ndani ya mioyo. Kuna watu wametembea njia mbaya, kuna watu wamevunja amri za Mungu. Uko na hatia sasa, kama mwenye dhambi uko na hatia. Mungu aliweka misingi ya wanadamu kushughulikia hatia zao karo. Wasema leo niko na dhambi ndani ya moyo. Leo mimi sijatembea sawa, mimi sijapata ufunuo, David hujapata ufunuo. Then uko na hatia mpaka sasa hii. Then utafanya nini? Nifanye nini? Nitasaidika vipi? Mungu anasema ameweka njia, ameweka foundation, ameweka msingi wa jinsi hatia yako itaondolewa. So unafaa uwe tayari kwa uwezo wa Mungu kusikia kutoka kwa neno lake. Hiyo hatia ambayo iko ndani ya moyo wako iondolewe. Hivyo ndio Mungu anasema. So mstari wa 28, mstari wa 27 tunaona so mtu akiwa na hatia, niko na hatia. Niko na hatia, uko na hatia. Hatia ni nini? Hatia ni dhambi. Ya niko na hatia, uko na hatia, uko na dhambi, uko na maovu ndani ya moyo wako. Hujaokoka. Uko na hatia. Then hii hatia, Mungu amekanisha gani ya kwamba mimi na wewe tutaokoka kutokana na hiyo hatia? Mstari wa 28. Mambo ya Walawi. Ukishatambua, ukishajulishwa hilo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke. Mungu anasema baada ya kutambua hilo dhambi, wewe na mimi ni wenye dhambi toka kwa viuno vya Adamu tukiwa bustani ya Edeni. Mimi ni mbegu ya dhambi, wewe ni mbegu ya dhambi. Ukishatambua dhambi, alafu venye umezaliwa Karo, venye umezaliwa David, umekuwa mtu wa maovu. Umekuwa ukitembea kwa maovu, ukivunja amri za Mungu, uko na hatia ya dhambi na maovu. Mungu anasema ushajulishwa. Utakapojulishwa hayo, utaenda utachukua mbuzi. Mbuzi, kwa nini mbuzi jike? Kwa ajili ya matoleo ya hiyo dhambi, ya hii dhambi na haya maovu. Huyu mbuzi jike ni kwa sababu ya hii hatia. Hatia, dhambi, maovu. Itaondolewa vipi? Itaanguka vipi? David, itaanguka vipi kwako? Itaanguka vipi? Mungu anakuambia njia ni lazima uwe na mbuzi jike. Hii hatia, dhambi, maovu yatabebwa na huyu mbuzi. Sawa. Hizi zote zitachukuliwa, zitabebeshwa huyu mbuzi. Itakuwa si mzigo wako,
zinatolewa kwa moyo, zinatolewa kwa mwili. Maovu mwili, hapa ni dhambi. Dhambi inakaa kwa moyo, dhambi inakaa kwa moyo, maovu yanakaa kwa mwili. Hivi ndio Mungu anasema. Karo, dhambi inayokaa kwa moyo, maovu yanayokaa kwa mwili, yale umetenda: uzinzi, chuki, hasira, faraka, kiburi, kijicho, zote, kutokuheshimu wazazi, kutokuheshimu mamlaka. Haya yote ambayo wewe unayatenda yanaitwa maovu. Dhambi ile tumeipokea kutoka kwa baba anaitwa Adamu, inakaa kwa moyo. Mungu anasema suluhisho ya dhambi na maovu yako ni mbuzi mke. Mbuzi mke, Mungu anasema hivi. So naona sasa moyo wako na moyo wangu nafaa ushift kwa huyo mbuzi mke. Benjamin, kama una mbuzi mke inamaanisha utabaki katika dhambi, utabaki katika maovu, utabaki katika hatia, utakuwa mwenye hatia mbele za Mungu. Mungu tena amesema uko na shida ya hii. Mbuzi jike David. Hata kama unachukua video David, kwa makini, usipitwe, uwe makini zaidi. So suluhisho ya dhambi yako na maovu yako, dhambi yangu na maovu yangu ni nini? Ya Karo na David na Benjamin ni nini? Usiamini tu mbuzi, lakini Mungu anataka uone kabisa. Nisione venye imeandikwa hapa ama imechorwa hapo, lakini kuna kitu Mungu anataka uone. Yaani ukubaliane kwamba hii ndio suluhisho ya dhambi zako. Huyu mbuzi jike. Mtu mmoja ambaye anaitwa Juma aliokoka kweli. Aliona hatia zake, aliona dhambi zake, aliona maovu yake. Because inamsumbua kweli. Iko inamsumbua na alikuwa katika Uislamu, inamsumbua kweli. Mungu akamwambia, zamani watu walikuwa wanafanya hivi. Hiki kitabu ndio Mungu alikuwa anamsomea. Pia wewe leo na mimi anatusomea. Zamani watu walikuwa wanatoa mbuzi jike. Akafika hapo, akamkata yule mnenaji. Akamwambia, nimeelewa. Tatizo la shida yangu ni nitafute mbuzi jike nimlete. Halafu yeye anasema aekele mikono, dhambi zake ziende kwa mbuzi jike achinjwe, halafu dhambi zake ziondoke. Akasema, sasa sina pesa. Naomba Mungu nipate kazi, nipate pesa, ninunue mbuzi, ninunue kondoo. Mungu akamwambia, kondoo Mungu ashamtoa tayari, anaitwa Yesu. Akasema, kivipi? Ndio moyo. Na kweli alipotambua kweli mbuzi, kondoo ndio aliposuluhisha dhambi zake na Mungu tayari ashamtolea, alipumzika kwa moyo na akaokoka. Akaanza kucheka kweli. Akasema, so sina haja kutoa, Mungu ashakutolea. Na akafurahi. Amina. Akaamka ni Muislamu, akaanza kusalimia watu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu alimuonyesha kwa kondoo. Ndio. Alikuwa ni kama alikuwa amefika mwisho wa maisha. Dhambi zimejaa katika moyo wake, hatia anaziona. Anasema kwa feri hivi. Anasema anahisi ajitupe. Kwa feri. Kwa nini hatia na dhambi hazilipiki? Lakini aliposikia suluhisho ni mbuzi jike, ni kondoo, akasema basi nishapata njia. Mungu akamwonyesha hiyo njia ambayo unataka kuifanyia kazi, Mungu tayari ashakufanyia. Amina. Aliamka akasema, Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliamka akisema hivi. Amina. Furaha. Ndio. Alikuwa ni kama mtu amefinikwa kwa shimo, alafu sasa yuko tayari kuzikwa, alafu akaamshwa. So hii ndio ilikuwa jibu, hii ndio ilikuwa solution, jibu. Hii ndio ilikuwa jibu. Utaendelea na 29?
mbuzi mke kamilifu, awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. So mpaka hapo, hii ndio sadaka. Umesema matoleo, sadaka. David, sadaka. Hiyo ndio sadaka. Hii ndio sadaka. Kwa hii ndio sadaka mtu alikuwa anatoa ili dhambi zake na hatia zake zifanye nini? Siondolewe. David, hii ndio sadaka. Waelewa? Ni kama venye umekosa, alafu umeenda umesimama kwa mahakama, alafu umetozwa faini. Umeshtakiwa, umeendesha gari ukiwa umelewa. Katiba inasema fine ya pesa ngapi? 100,000. Sawa. So umekuwa korokoroni. Ile wakati 100,000 utalipa, hayo mashtaka atafanya nini? Yataondolewa. Hii hatia itaondolewa ile wakati mtu amejitambua ni mwenye dhambi. Amegeuka kutoka kwa zile dhambi. Ameenda kwa sisi, ametoa sadaka ya dhambi ambao ni mbuzi jike. Amemtoa kama matoleo ya ile dhambi yake. Mungu alikuwa anamsamehe. Umeelewa penye dhambi ilikuwa inasamehewa? Hakuna mtu alikuwa anaenda mbele za Mungu akiwa na hatia bila sadaka ya dhambi. Umeelewa? Bila sadaka ya dhambi. So kila mtu alikuwa akija mbele za Mungu. David, kila mmoja akisoma mbele za Mungu, paka katikati yake kuwe na sadaka ya dhambi, kuwe na sadaka ya dhambi. Kila mmoja, mitume wote, Aaron, Musa, Elia, Solomon, David. So Mungu anataka focus yako yote na focus yangu yote iende kwa nini? Hii sadaka ya dhambi. Hii sadaka ya dhambi, kiangalia Ezekieli 18:30. Ezekieli 18:30. Lazima ugeuke kwa njia mbaya. Hauwezi endea sadaka ya dhambi bila toba. Lazima ugeuke kutoka kwa mawazo yako. Lazima ugeuke kutoka kwa moyo wako. Lazima ubadilishe njia zako. Kile kiovu ambacho ulikuwa unakifanya, haya maovu ulikuwa unayafanya, lazima ugeuke kutoka kwa hayo maovu, achane nayo. Na uende kwa zizi ukachukua sadaka ya dhambi uje umtolee Bwana. Kwa kuweka mikono, dhambi zako siende kwa hiyo sadaka ya dhambi. So lazima kuwe na toba. Licha ya kuwa tumejua sadaka ya dhambi, lakini huwezi toa sadaka ya dhambi pasipo toba. Toba ni kugeuza mawazo ya kutokuamini, David. Toba ni kugeuza mawazo ya moyo na mind, na kuchange mind yako na matendo yako pia kuyabadilisha kwa uwezo wa Mungu na kwa uwezo wa neno ambalo umelisikia. Ezekieli 18:30. Nitasoma Biblia ya neno. Sawa. Nitawahukumu nyumba. Ezekieli 18:30. Basi nitahukumu ninyi nyumba ya Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya njia zake, asema Bwana Mungu. Rudini mkagairi na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Biblia ya neno inaweka wazi hilo neno. Hii ni neno nitasoma, ni sawa? Nitasoma Ezekieli 18:30. Asante kwa kusoma. Nasema, kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Kuna mbuzi jike, lakini huwezi toa mbuzi jike kama hujatubu. Kuchange mind yako, David, na kukubaliana kwamba kumbe dhambi zako na hatia zako, Karo, na maovu yako na maovu yangu na maovu yetu, suluhisho ni sadaka ya dhambi. Lazima kuwe na sadaka ili hiyo dhambi ilipiwe. Lazima uchange mind yako, kubaliane na Mungu hayo. Nitawahukumu nyumba ya Israeli, kila mmoja sawa sawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi.
Kutubu ni nini? Geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yote. Kutubu ni kugeuka. Karo, kutubu ni kugeuka kutoka kwa makosa yote. Watu ambao hawajaokoka ni either toba yao kwa uwezo wa Mungu haijaunganika katika toba ya kibibilia. Benjamin, toba isipokuwa clear, hii sadaka ya dhambi haitafanya kazi. Damu ya Yesu Kristo haitafanya kazi Karo. David, toba ikiwa na shida, hakuna venye Yesu Kristo anaweza mwaga damu katika moyo ambao haujapata toba. So lazima kwa uwezo wa Mungu uchunguze moyo wako na uone hii toba ndio msingi kwa uwezo wa Mungu ya hii sadaka kuwekelewa juu. Weza sema, tulisema kwa uwezo wa Mungu last time, toba inakuwa kama madhabahu Karo. Toba inakuwa kama madhabahu. Toba ni kama madhabahu. Hii ni toba. Madhabahu ni mahali juu sadaka inawekwa, sadaka ya dhambi. Sadaka ya dhambi ikiwekwa juu ili dhambi iondolewe, lazima kuwe na madhabahu. So toba ni kama madhabahu. Mahali huyu mwanakondoo anachinjwa ama mbuzi jike anachinjwa. So lazima kuwe na toba ndio kuwe na wokovu. Ndio maana Yesu kitu cha kwanza kuhubiri Karo. Yesu kitu cha kwanza kuhubiri katika Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni, akisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alihubiri hivyo. So lazima kuwe na toba ya kibibilia. Lazima usunike kusenale maovu umeyafanya na uyataki tena. Hautaki tena kuishi katika hayo maisha ya kale umeishi. Hiyo lazima kwa uwezo wa Mungu iwake ndani ya moyo wako na hutajilazimisha. Ni hisia ambazo Mungu anakupatia, inaitwa huzuni ya kimungu. Hiyo ndio inakufanya uondoke katika maovu David. Uondoke katika dhambi, katika maovu, katika hatia. Huzuni ya kimungu. Na utaki kabisa. Toba. Baada ya mwanadamu kutubu ndio alikuwa anachukua sadaka ya dhambi, alafu anaenda anayekelea mikono, anaweka mikono yake miwili, sawa? Akiweka mikono yake miwili, anaungama dhambi zake, anasema nimezini, anasema nimeiba, anasema nimetukana. Akiweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi, kwa imani hiyo dhambi ya wizi inatoka kwake, inaenda kwa kichwa cha mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana watu wanaambiwa waungame dhambi zao. Kwa nini tunaungama? Unapoungama dhambi zako ni sawa na umeka mkono kwa ile sadaka ya dhambi. Unaposema Mungu mimi nimezini, Mungu mimi nimeiba, Mungu mimi nimetukana, Mungu sijaheshimu wazazi, Mungu nimeishi maisha machafu, Mungu mimi nimezaliwa katika dhambi, sijatenda chochote, nimerithi dhambi kutoka kwa kosa la Adamu, Mungu nisamehe, Mungu nihurumie. Unapoendelea kusema vile, haurejelei tena maovu yako. Uendelea kusikia neno. Neno ni taa. Neno la Mungu ni taa Karo, taa. Taa, neno la Mungu ni taa. Unapokuja karibu kwa neno la Mungu lenyewe linaondoa giza kwa moyo David. Kila saa ukisikiza neno, taa inawaka, giza inaondolewa, na hiyo ni toba. Giza inaondolewa. Neno la Mungu ni taa inaondoa giza ndani ya moyo wetu Karo. Ni maji. Neno la Mungu ni maji. Hii yote inakuja katika toba. Unaposikiza neno, geuka kwa uzinzi, geuka kwa chuki, hauna nguvu ya kugeuka, lakini neno la Mungu ni maji. Maji yanaosha moyo wako. Unashukia, unaendelea kutakaswa. Tabia fulani zinaendelea kutolewa katika moyo wako na maisha yako. Unashindwa na endelea kubadilika. Na badilika vipi? Ni kwa sababu neno la Mungu ni taa. Giza inamulikwa, inaondoka. Neno la Mungu ni maji, unaendelea kuoshwa, kutakaswa kwa Waefeso. Mungu anasema hivyo katika Waefeso. Aina tusome tu Waefeso 5 ukianza 23 ukishuka kabisa. Mungu anasema hivi. Na pia neno la Mungu Karo, taa, maji, sawa.
kuna kitu chengine pia. Okay, damu inapatikana hapo. Damu na kazi ya damu ni kuosha. Unaposikia neno, si damu itamwagika. Ni unaposikia neno la Mungu ni damu. Unaposikia neno unasikia ile kazi ya damu iliyokufanyia, alafu unatakasika. Unaona njia zako zinabadilika. So yote ni toba. Hautajigeuza, utageuzwa. Niwe karibu na neno la Mungu. Neno la Mungu pia ni moto, litazidi kukuchoma. Neno la Mungu ni nyundo katika Yeremia, litazidi kuponda moyo wako mgumu. Nyundo. Moto, neno la Mungu ni moto. Moto litaendelea kukuchoma. Ndio maana mwenye dhambi, angalia, hauhitaji kungangana kujibadilisha, unahitaji kuendelea kusoma neno. Neno la Mungu ni haya yote: taa, maji, damu, moto, nyundo. So baada ya toba ilikuwa ni hii sadaka. Katika Agano Jipya Mungu akatoa sadaka. Weza soma Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Mungu anamtoa Yesu Kristo. David Karo, Mungu anamtoa Yesu Kristo. Kumbuka kwa Agano la Kale ilikuwa ni wewe unatoa sadaka. Waelewa? Kwa Agano la Kale ilikuwa ni wewe unatoa sadaka. Lakini kwa Agano Jipya maandiko yanasema Mungu akakupenda akamtoa mwanawe wa kipekee. Mwanawe wa kipekee ni Yesu Kristo. Amina. Mungu akakupenda. Wewe utoi sadaka sasa. Mungu akakutolea sadaka. Mungu akamtoa Yesu. Yesu anakuja kama mwana kondoo. Mungu amekutolea Yesu. Karo, Mungu amekutolea Yesu Kristo. Yesu ametolewa kama nini? Kama mwana kondoo. Yesu ni sadaka. Angalia, hii sadaka, hatia zako David, dhambi zako, maovu yako. Mungu ametoa sadaka. Mungu amekutolea sadaka ambaye ni Yesu Kristo. Mungu anakuamuru utubu. Condition ni lazima utubu. Hii sadaka haiwezi kufanya chochote kama haujatubu. Inamaanisha nini? Kama bado unapenda dhambi, nimehifadhi dhambi kwa moyo, nataka niendelee na maisha machafu, na huku nataka hii sadaka, Mungu anasema yeye hivyo. Ni lazima 100% kwa neno la Mungu, kwa neema ya Mungu, utubu, ugeuke kwa njia mbaya. Lazima moyo wako ufikie ile moyo kwamba sitaki ulimwengu kama ule mwizi msalabani. Yule mwizi msalabani alitubu, toba safi sana. Yule mwizi akiwa msalabani na Yesu Kristo. Huyu mwizi hakutaka chochote cha ulimwengu. Moyo wake ulihamishwa kutoka kwa ulimwengu huyu mwizi. Akamwambia Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme mbinguni. Mawazo ya huyu mwizi, akili zake, moyo wake hauko katika ulimwengu wa dhambi. Anasema Yesu, nikumbuke utakapoingia mbinguni. Mungu tena ametoa hii sadaka. Huyu mwizi aligeuza maindi yake, akachange moyo wake kwa uwezo wa Mungu, akaondoa mwili wake na mawazo yake na matamanio yake katika ulimwengu huu, akaeka matumaini yake kwa Yesu Kristo, amkumbuke katika ufalme wa Mungu. Hii ni toba. Amen. Hauishi maisha tena ukifikiria pombe nyingine nitakunywa saa ngapi, yule mwanamke nitazini naye saa ngapi, kule kutokuamini nitaendelea nayo sermon baada ya sermon mpaka saa ngapi, mpaka lini? Waelewa? So ni neno la Mungu linakufikisha mahali hapo, Karo, kwamba sitaki mambo ya ulimwengu. Siyataki. Amina. Yesu nikumbuke, Mungu niokoe, Mungu nihurumie, nikutumikie.
Amina. Hiyo ndio toba. Toba ni kushift mind. Toba ni kushift mind kwa uwezo wa Mungu. Maithia David, hiyo ndio inafaa ifanyike. Na wenye dhambi wengi wanaweza kuwa wanageuka kwa uovu, wanageuka. Lakini sasa lazima kuwe na a shift. Lazima Mungu akuamshe hapa, akuamshe kwa moyo. Kwamba sitaki tena kutumikia uovu. Amen. Huyu mwizi hakutaka kurudi duniani, aendelee kuishi maisha yale machafu. Alisema Yesu, nikumbuke kwa ufalme wako. Mmoja alikuwa pia hapa na Yesu Kristo, lakini anataka kurudi ulimwenguni. Jiokoe na utuokoe. Akiokolewa atarudi wapi? Ulimwenguni. Afanye nini? Yale maovu anayafanya. Hebu jichunguze sasa katika maisha yako. Jichunguze katika moyo wako. Umefikia hapo? Kwamba sitaki mambo ya ulimwengu kwa uwezo wa Mungu. Siyataki. Amen. Chuki kamilifu kutoka mbinguni. Haleluya. Hiyo ndio toba iliyokamilika. Amina. Toba yake ilikamilika msalabani. Na hapo karibu na yeye tayari kulikuwa na sadaka ya dhambi. Mungu anataka toba yako ikamilike hapa. Mungu anasema siku ya wokovu, tarehe ya wokovu ni lini? Yesu anamwambia yule mwizi, tarehe ya wokovu ni leo. Leo nitakuwa nawe paradiso. Haleluya. Wanadamu ndio wako na shida, wanapenda mambo ya ulimwengu, wanapenda maovu yao, wanapenda ukawaida wao. Hii ndio shida kubwa. David. Sisi mkono wa Mungu ni mfupi, sisi sikio lake si zito. Mungu yuko tayari kusikia, Mungu yuko tayari kuokoa, lakini Mungu hawezi kukulazimishia. Mungu anataka ufike mwisho. Hakuna kitu cha maana ulimwenguni. Ulimwengu ni kama kidonda kimeoza, hakuna chochote kizuri utapata. Ulimwengu ni kama samaki wengi sana ambao wamekuwa mahali pamoja wameoza. Hata ukiambiwa uchukue uchague mmoja hutaki. Ulimwengu jinsi huko ni kama kinyesi. Hakuna kizuri cha ulimwengu. Ingia Facebook uangalie. Angalia kwa news, watoto kubakwa, watoto kukatwa, watoto kumwagiwa acid. Mama mjamzito kubakwa na kutupwa katika nyumba moja ya Isa Likoni. Visa, makansa. Bado ataka kuendelea kukaua ulimwenguni? Ukiwa na dhambi zako na ukiwa comfortable hapo. Mungu anakuambia hamisha moyo wako kutoka kwa ulimwengu ambao unakusama. Ukisoma kitabu cha waraka wa Petro, maandiko yanasema ulimwengu umehifadhiwa kuteketezwa na moto. Hakuna matumaini kwa ulimwengu. Mungu akakutolea sadaka, akanitolea sadaka ambayo inaitwa Yesu Kristo. Yesu. Hii ndio sadaka Mungu amekutolea. Yesu Kristo. Anakuambia geuka kwa ulimwengu, alafu amini kwamba Mungu amekutolea sadaka ambayo ni Yesu Kristo. Hatia zako, dhambi zako, maovu yako yaekwe kwa Yesu Kristo. Mungu ayahukumu. Yesu amwage damu, uoshe, utakasike, ufanye mtoto wa Mungu. Amen. Wokovu. So Mungu alipomtoa Yesu Kristo, Yohana 1:29, unaweza nisomea tafadhali? Yohana 1:29. Yohana 1:29 inasema, siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ulimwengu. Dhambi yako ikiwekwa kwa Yesu. Dhambi. David, dhambi zako zote ziliwekwa kwa Yesu. Hii ndio sadaka. Ukitenda dhambi lazima utoe sadaka. Kwa agano la kale, Mungu kwa agano jipya akakutolea sadaka. Ile dhambi umeirithi kutoka kwa baba anaitwa Adam. Zaburi ya 51:5, tangu tumboni sisi ni wenye dhambi. Mungu akaichukua akaiweka kwa Yesu Kristo. Dhambi yako iko kwa Yesu Kristo. Na hii ndio sadaka. Kila mtu ambaye ataingia paradiso lazima awe katikati yake kuna sadaka. Amen. Katikati yako David, Benjamin na hata Karo, katikati yako mimi na wewe, katikati yetu lazima kuwe na hii sadaka. Ndio tuje kwa Mungu. Kwa nini lazima kuwe na mwana-kondoo? Hii dhambi huwezi muona nayo Mungu. Lazima
Uamini Mungu ameweka kwa Yesu Kristo. Tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Maovu pia yaliekwa. Maovu ni yale umetenda nimetenda. Isaia 53 mstari wa 6. Ni vitabu kwa uwezo wa Mungu vimekuwa vikisomwa. Usivizoee. Hamisha moyo wako, hamisha dhambi zako. Isaia 53 mstari wa 6. Maovu pia. Dhambi, maovu. Mungu, David. Katikati ya David na Mungu lazima kuwe na kondoo. Kila mtu kwa agano la kale alienda na kondoo mbele za Mungu na akahesabiwa haki akakubalika. So lazima kila mtu aende mbinguni kupitia kondoo. Ndio kwa agano jipya Mungu anatoa kondoo mbele ya Yesu Kristo. Hauwezi kumwona Mungu kama hauna uhusiano, hauna imani, haujatubu na ukamwamini mwana kondoo. Lazima between wewe na Mungu kuwe na mwana kondoo David. Na dhambi zako zitatransfer vipi? Kwa neno la Mungu, kuweka imani. Weza kusoma? Isaia 53 mstari wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Mungu anasema sote tumepotea. Kila mmoja wetu ameangukia njia yake mwenyewe. Amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana, naye Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu amechukua maovu yako yote, maovu yangu yote, akaweka kwa Yesu Kristo. Na hiyo ndio wokovu David. Maovu yako yote. Hebu fikiria maovu mangapi umeyafanya Benjamin. Alafu uamini kwa uwezo wa Mungu yamechukuliwa David yakawekwa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hiyo mtu hawezi kukufanyia venye umesikia, na ndio inafaa uamini. Umeelewa? Hiyo lazima wewe mwenyewe, na kitu ambacho kinakuweka hujaokolewa ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe, kwa sababu Biblia inasema hivyo. Biblia inasema Mungu amechukua uovu wako akaweka kwa Yesu Kristo. Kama hutaki maovu, lazima kwa Yesu Mungu utaokoka. Kwa sababu huyataki. Na unasikia Mungu amechukua akaweka kwa Yesu. Wasema, asante Mungu, siyataki. Lakini kama kuna kitu bado kinakushikilia, maandiko yanasema Mungu amechukua ameweka kwa Yesu, lakini bado kuna kitu kinashikilia, itakuwa ngumu. Mungu hapendi maovu, Benjamin. Mungu hapendi maovu. Hayapendi, anayachukia kabisa. Lazima kwa Yesu Mungu wewe pia kupitia maandiko uyachukie kabisa. Amen. Hivyo ndio Mungu anasema. Mpaka sasa hii uko na chuki ya maovu. Inaweza kuwa njia moja kwa nini hujaokolewa. Mpaka sasa hii kwa uwezo wa Mungu toba imekamilika katika moyo wako. Kutubu kumekamilika katika moyo wako. Yaani hujaokolewa kweli, lakini kwa uwezo wa Mungu umegeuka kwa njia mbaya. Hutaki. Uko na huzuni kwa wale umeyafanya. Ama uko na wepesi. Mungu amemaliza dhambi, maovu kwa Yesu Kristo. Mungu akamwinua Yesu Kristo akamweka msalabani. Yesu akainuliwa msalabani. Ni nini ilikuwa inapelekwa msalabani David? Dhambi ndio ilikuwa inapelekwa msalabani. Dhambi. Na dhambi ikipelekwa msalabani, nini itabaki kwa moyo wako? Haki. Karo. Nini inapelekwa msalabani? Dhambi inapelekwa. Dhambi zako zote zinapelekwa msalabani. Hii si story. So usipokee kama story. Hii ni kitu ambacho kilitendeka. Ni Yesu alibeba dhambi akaenda nazo msalabani. Ndio. So lazima ujue dhambi zako Yesu akaenda msalabani. Dhambi zako zinapelekwa msalabani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anataka kuziosha. Mungu anataka kuzihukumu. Mungu anataka kuziondoa.
Yesu akawekwa msalabani. Warumi 8:3, mali dhambi zilihukumiwa msalabani. Kwa Herode, kwa Pilato, dhambi zako zilikuwa zinahukumiwa, zangu pia zinahukumiwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Zinahukumiwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Chuki yako ilikuwa inapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo David. Uzinzi wako ulikuwa unapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Pornografia ulizoangalia zilikuwa zinapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Zikapigwa kwa mwili wa Yesu Kristo. Mawazo machafu ya wanawake, mawazo machafu. Akabishwa kofia miba Yesu Kristo, ikasindiliwa katika kichwa chake. Damu zikawa zinatoka kwa kichwa cha Yesu Kristo. Jicho lake pengine damu yametoka, ndevu zake zimevurutwa kwa Isaia. Kwa nini? Mawazo yako machafu yanahukumiwa kwa mwili, kwa kichwa cha Yesu Kristo. Kukawa na uadui dhidi ya dhambi na Mungu. Dhambi zilizoiko kwa mwili wa Yesu Kristo, Mungu akawa anazihukumu, asitaki kuziona. Naweza soma Warumi 8:3. Warumi 8:3 nasema, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu, kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtoa mwanawe ni Yesu Kristo. Mungu kwa kumtoa mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi yako na yangu alihukumu dhambi katika mwili. Mungu alihukumu dhambi yako na yangu kwa mwili wa Yesu Kristo. Mungu alisihukumu dhambi zako zote. Mungu alihukumu dhambi zangu zote. Kumbuka sadaka ya dhambi ilikuwa inahukumiwa kwa kuchinjwa. Yesu Kristo anapelekwa msalabani. Mungu kwa uwezo wake anapiga dhambi zako, anamchinja Yesu Kristo msalabani. Dhambi zako zinaoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, na zangu zinaoshwa. Msalabani pia ni mahali dhambi zilioshwa. Msalabani ni mahali dhambi inapelekwa. Msalabani ni mahali dhambi inahukumiwa. Msalabani ni mahali mwanadamu anahukumiwa. Msalabani ni mahali dhambi zako zinahukumiwa, alafu tunahesabiwa haki. Wakorintho wa pili 5:10. Elewa hili tafadhali, elewa hili. Msalabani ni mahali dhambi zako zilipelekwa na zangu. Alafu tunapokea nini? Ya dhambi imepelekwa David msalabani. Ili upokee nini? Wakorintho wa pili 5:10. Samahani, 21. Wakorintho wa pili 10:21. 10:21. Tusome kwa uwezo wa Mungu. Wakorintho wa pili 5:21. Samahani, akili yangu iko mbali. Wakorintho wa pili 5:21. Wakorintho wa pili 5:21. Inasema, yeye asiyejua dhambi, Yesu asiyejua dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi. Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi kwa ajili yako. Ili wewe tupate kuwa haki, upate kuwa haki ya Mungu katika yeye, ya Mungu katika Yesu Kristo. Mungu alimfanya Yesu Kristo kuwa dhambi. Alafu dhambi yako ikawekwa kwa Yesu. Mungu akaihukumu kwa Yesu. Yesu akamwaga damu, ikaoshwa. Alafu haki Mungu akachukua akakupatia wewe. Ndio wokovu ndio. Amina. Unakuwa una dhambi, unakuwa uko na haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Amina. Mungu amechukua dhambi, ameweka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Mungu akapeleka dhambi yako na yangu kwa msalabani. Mungu akahukumu dhambi yako kwa mwili wa Yesu Kristo, na dhambi yangu kwa mwili wa Yesu Kristo. Ili nini ifanyike? Ili tupate kuhesabiwa haki. Yesu anapeleka dhambi msalabani ili sisi tupewe haki. Amen. Unaamini Yesu alienda msalabani? Alikuwa anapeleka nini msalabani? Kama unaamini Yesu alienda msalabani, basi unafaa uamini si kwa fikra. Uamini paka kwa moyo, uamini paka katika mwenendo kwamba alipoenda msalabani dhambi zako pia zilipelekwa msalabani na zangu. Na alipomwaga damu msalabani dhambi zako zilioshwa na zangu zikaoshwa. Alafu Mungu akatupatia haki yake.
katika Kristo Yesu, ili tuishi maisha matakatifu, ili tutembee katika ukamilifu, ili tutembee katika amri za Mungu, ili tuishi maisha masafi katika nafsi, katika mawazo na katika moyo na katika kila kitu ambacho tunakifanya, katika mwili pia. Maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Kwa nini? Ndio maana na hukumu dhambi yetu pale msalabani. So Yesu alipeleka dhambi msalabani ili Mungu akupatie haki. Alienda msalabani, dhambi kapelekwa ili upewe nini? Haki. Korintho wa pili 5:21. Yeye asiyejua dhambi, Yesu asiyejua dhambi, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Mungu alimfanya Yesu Kristo kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Ili niwe haki ya Mungu, ili uwe haki ya Mungu. Mungu alichukua dhambi zako David, Karo, Benjamin, akaziweka kwa Yesu Kristo. Mungu akazihukumu kwa Yesu Kristo. Mungu akazihukumu kwa Yesu Kristo. Alafu in return akakupatia haki. Ili ufanye nini? Uishi maisha masafi. Niishi maisha matakatifu. Hiyo ndio kazi Mungu alifanya. Yesu msalabani akasema imekwisha. Nini imekwisha? Kazi ambayo umetumwa na Mungu aikamilishe. Ameikamilisha ya kukufanya wewe mwenye haki na mimi mwenye haki. Na ni lazima kwa uwezo wa Mungu tuenende katika njia za haki. Ya katika Kristo Yesu. So tukimalizia na Mathayo, Yesu alimwaga damu. Mathayo 26:26-28. Mathayo 26:28. 26:28. Mathayo 26 mstari wa 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Wengi ni nani? Karo, wengi ni nani? Hapa kwa wengi uko wapi? Yesu anasema damu yake ilimwagika kwa wengi. Wengi niko wapi katika hawa wengi? Uko wapi katika hawa wengi? Benjamin uko wapi katika hawa wengi? David uko wapi katika hawa wengi? Yesu anasema hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. 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 Kwa ondoleo la dhambi. Yesu anamwaga damu yake, wewe uko katika hawa wengi. Wale wengi waliomwagiwa damu na Yesu Kristo ni wewe, ni mimi. So Yesu anataka niamini ili dhambi yoshwe na damu ya Yesu Kristo. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hapo kwa wengi weka jina la Karo. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya Karo kwa ondoleo la dhambi. Hapo kwa wengi weka David. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa David kwa ondoleo la dhambi. Kubaki mwenye dhambi mpaka saa hii ni sawa na kusema Mungu Yesu hajamwaga damu. Hiyo ni kiburi Karo, hiyo ni kiburi David, ni kiburi. Pengine unaweza ona ni kawaida tu, lakini lazima kwa uwezo wa Mungu ukubaliane na ile damu, kazi ya damu ambayo Yesu Kristo amekufanyia. Lazima ukubaliane nayo kwa uwezo wa Mungu. So tukisoma Ufunuo pia, Ufunuo Biblia yako nadhani Petro kama ya Maithia. Ufunuo 5 Maithia. Samahani, Ufunuo 1 mstari wa 5. Ufunuo 1 mstari wa 5 unasema, tena zitokazo kwa Yesu. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Shahidi aliye mwaminifu. Shahidi aliye mwaminifu. Mzaliwa wa kwanza waliokufa. Mzaliwa wa kwanza kwa waliokufa. Na mkuu wa wafalme wa dunia. Na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha. Yeye atupendaye. Yesu atupendaye. Yeye atupendaye Karo. Yeye atupendaye na kutuosha David. Kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Yesu atupendaye. Yesu anakupenda na kaosha
dhambi zako zikaoshwa. Dhambi zako zikaoshwa. Venye unaweza chukua nguo ukaweka kwa maji alafu ukaosha. Mungu anasema yeye alikupenda na dhambi zako Yesu akaziosha na damu kutoka kwa mwili wake. Yaani hatia yako, dhambi yako, maovu yako na yangu pia zikaoshwa kwa damu. Yesu akamwaga damu, hatia yako ikaoshwa. Na hiyo ndio damu iliyo na agano. Inakwambia amini. Inakwambia geuka kwa njia mbaya, wachana nazo. Amini damu ya Yesu Kristo imetoka kwa mwili wake, mikono yake, miguu yake, kichwa chake, ubavu wake, ili oshe dhambi zako. Nitakaje siku nyingine itakatika vipi nikiwa naona maandiko yananiambia Yesu alinimwagia damu kutoka kwa mwili wake, kutoka kwa miguu yake, kichwa chake, mwili wake, na bado bado nashawishika hapa? Nitakuwa na wepesi, nitakuwa natenda dhambi kubwa sana. Kama mtu ajui ni sawa, lakini najua damu ya Yesu imenifanyia nini. Na bado moyo wangu unabaki tu vile vile, kukiri kwangu bado kunabaki vile vile. Mungu anataka kwa uwezo wake ufanye vurugu. Maandiko yanasema the kingdom of God inachukuliwa na those who are violent. The violent one wana capture, wanaichukua ufalme wa Mungu. So lazima uwe violent, si kwa nguvu za mwili karo. Violent yani ufanye vurugu kwa kila ambacho unakisikia. Kila ambacho unakisikia, ile kazi ambayo Yesu amekufanyia. Na usikubaliane na wazo lingine lolote kutoka kwa mawazo yako, kutoka kwa moyo wako, ambalo la kiulimwengu. Hiyo ndio violent. Kukubaliana na Biblia na kugeuka kutoka kwa njia mbaya. Kusema Mungu nimeelewa na nimeamini Yesu alimwaga damu kutoka kwa mwili wake, nigeuke kwa njia mbaya. Na Mungu kwa uwezo wako na nguvu zako na neno lako, Mungu nisaidie. Kuweka imani kwa kazi ya Yesu Kristo na kusafishwa. Dhambi zingine lazima ukimbie. Dhambi zingine lazima ukimbie. Maandiko yanasema hivyo katika Wakorintho wa kwanza, natumai 6 mstari wa mwisho kabisa. Unaambiwa ikimbieni zinaa. Ikimbie zinaa. Paka uikimbie. Waikimbie ukielekea wapi? Wakimbie ukielekea katika kazi ya Yesu Kristo kwa kutubu na kuelekea kwa damu. Ioshwe, isafishwe, utakaswe. Kwa wenye dhambi, kwa watakatifu lazima waikimbie, kwa sababu wako na roho wa Mungu ndani yao, wako na nguvu tayari ya kushinda zinaa. So amkeni tafadhali, amkeni. Wacha neno la Mungu likuamshe. Neno la Mungu ni pumzi pia. Pumzi karo, hii ni pumzi. Nahitaji ni kila saa nafaa nikae karibu na neno la Mungu, nipate kupumua. Nipate kupumua. Neno la Mungu ni pumzi, upate kupumua. Nipate uhai. Neno la Mungu ni hai, upate uhai. Hakuna uhai nje ya maandiko, David. Hakuna siku itabadilika. Kama utaokoka kupitia neno. Hakuna kitu kitawahi kubadilika. Acha tuamini, tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Asante kwa rehema na neema ya kipekee, mtakatifu wa Israeli Bwana. Tumeshiriki injili ya Yesu Kristo mahali hapa Bwana. Mungu tunanyenyekea Bwana. Tunasema tafadhali Bwana. Mwanadamu anaweza jenga mji na ikawa Bwana, kama sio umejenga itakuwa ni kazi bure Bwana. Itakuwa ni kama mnara wa Babeli Bwana. Mungu nasema mlinzi akilinda usiku wote, kama sio unalinda Bwana ni kazi bure. Mungu, neno lako umelihubiri mahali hapa kupitia andiko lako Bwana, kupitia pumzi yako, kupitia upanga wako, kupitia moto ambao ni neno lako, kupitia nyundo ambao ni neno lako Bwana, kupitia maji ambao ni neno lako Bwana. Wacha likaose, wacha likatakase, wacha likavunje mahali kunahitaji kuvunjwa Bwana. Neno lako ni damu Bwana.
Wakati tunasikia kazi ya damu, tunaondolewa dhambi Bwana, tunatakaswa mtakatifu wa Israeli Bwana. Wacha ikaondoe kila aina ya dhambi Bwana, kajitukuze kwa nafsi ya David Bwana. Kajitukuze kwa nafsi ya Karo, kajitukuze katika nafsi ya kila mwenye dhambi, kajitukuze katika nafsi ya Benjamin Bwana. Mungu saidia mwakani Bwana, mwaka usianguke huu kama nafsi hizi Bwana zijaokolewa Bwana. Tunajua tarehe tayari ushasema ya wokovu ni leo. So tusaidie Bwana, wasaidie Bwana. Tafadhali tuhurumie Bwana. Na ni kwa jina la Yesu tumeomba, tukiamini.